السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baadakum hamidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunaendelea na ada yetu ya kukumbushana wakati kama huu, huwa tukisomeana masala mbalimbali na kuelezana. Na siku hii ya leo Jumatano huwa tukisomeana masala fiqhu tahawulat, kujua mabadiliko ya nyakati tunazoziishi, kukompea na nyakati zilizokuwa za zetu zilizopita, ili tu kupata riwaza njema au kiigo chema kitusaidie kupunguza hizi changamoto kwenye maisha yetu ya kila siku. Wiki iliyopita tulikuwa tumeangalia hadithi ambazo zilikuwa zinatuamrisha kumtii na kumsikiliza kiongozi, lakini pia tukaambiwa usimtii na kumsikiliza katika upande wa maasi, na ikiwa hakuna budi basi ufanye namna ambayo tunasema ya kati na kati, kwa sababu hadithi hizo zimekuja kwamba mkimwona mtawala wenu chochote kile kinawakera, kinawaudhi, basi chukieni tendo lake na wala msigombane. Katika riwaya nyingine, kweni na subira mpaka mtakapokutana na mimi. Kisha tukaje kuambiwa hadithi kwamba hakuna walaysa liulaika alaykum ta'a, yani wale watu ambao viongozi lakini wanaamrisha maasi, hamna nyinyi ulazima kuwatii. Na wanachuona wanatuambia katika qaida ilmiya, i'malu dalilaini aula min ihmalihima, kuzitumia dalili mbili zimekuja dalili mbili na zote ni sahihi, basi kuzitumia zote mbili ni bora kuliko kuziacha zote mbili. Kwa ndio tukasema kwamba yani mtu ikitokezea hali kwamba hana budi, ndio lazima afuate amri ya kiongozi na anaona kwamba iko nje ya utaratibu wa kidini na kisheria, basi afanya katika njia ya istikrah, au katika sura yeye ni mukrah, na wala asinjoy, asione kwamba ni bora kufanya vile au vinginevyo. Hivyo ndio tulikuwa tumezungumza wiki iliyopita. Leo tunaingia katika al-khilafatu ar-rashida. Khilafatu ar-rashida mara nyingi sana hii inaangaliwa katika alamatul wusta, ni alama za kati na kati. Khilafa ar-rashida maana yake ni baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuandamia wale maswahaba wake wanne kwa watano kama inavyosemekana, walioshika nyadhifa ya uongozi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye ni Sayyidina wa kwanza Sayyidina Abu Bakr Siddiq, kutokea tanazui bainahuma, lakini Mwenyezi Mungu akapata tawfik, ikawa tanazu magomvi alimeisha, wakaelewana. Akawa wa kwanza ni nani? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Wa pili akawa Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Wa tatu akawa Sayyidina Uthman radhiallahu anhu. Na wanne akawa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu radhiallahu anhu. Watano katika silsila ya muendelezo wanasema alioshika khilafa kwa namna ya sulta na uongozi ni Umar bin Abdul Aziz, kwa ikhtilafu ya wanachuoni. Wengine wakasema waliandamia sibtu rasul, watoto wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wana maelezo yao au khulafa ar-rashidin, wanachuoni wametunga vitabu kamili vya kuelezea kama Imam Suyuti ametunga kitabu chake al-Khulafa ar-Rashidin, kitabu kamili. Imam Iraqi naye
wengineo sahibu subul huda wameeleza waelezea hawa bwana kazi yao na maisha yao yalivyokuwa, lakini kwa hapa sio pati yetu kueleza wao walikuwa vipi. Pati yetu hapa sisi kukumbushana khilafa ni sehemu ya alama katika alama za kiyama, ndio kikubwa. Kwa hiyo tuzungumzie ile khilafa, kwa nini iwe ni alama min alamati saa. Atabia Sheikh, wa min alamati saa alwusta, katika alama za kati na kati za kiyama alkhilafatu ar-rashida, ni ule uongozi muongofu, ni ule uongozi muongofu, maana uongozi ambao ulikuwa hauna dosari katika kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ile tulisema kwamba watabda al-khilafa, maana kuna khilafa, kuna sulta pia, kuna kumsikiza kiongozi mmoja tu, lakini pia kuna mambo ya mabavu kama tutaje kueleza. Tabda al-khilafa ar-rashida bi khilafati sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ka awwal libna min labinati al-bina' al-marhalah al-khilafati ar-rashida al-mad'umah bin-nass ash-shar'i. Inaanzia uongozi huu uliokubalika wenye uadilifu pale tu alipokuwa ametawalia Sayyidina Abubakar Siddiq kuwa ndio kiongozi amiri wa umma huu. Ulama tabia ni kama labina la kwanza kabisa, ni kama ndio tofali la kwanza limewekwa katika matofali ya kujenga marhat khilafat ar-rashida, ile ambayo level ya makhulafa ar-rashida al-mad'umah bin-nass, ambayo imepatikana kwa nasi za sheria na mawaqif as-sahaba, na pia ile misimamo zile attitude za nani za masahaba ridwanullah ta'ala alayhim wal al-kiram na ali zake mtume sallallahu alayhi wasallam, al-muthbitat al-intiqal al-amana min marhat ar-risala ila marhat al-khilafa. Kwa ile kuama intiqali ya amana, intiqali ya amana ambayo aliopewa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kwenda kwa wafuasi ambao wafuasi wake walofuatia. Ndio maana ya kutambia Sheikh kwamba intiqali ya amana, kwa ile kuama amana birihlat ar-risala, sisi tumepewa amana na amana hiyo ilibeshwa mitume, na mitume ni wanadamu. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Sisi tuteremsha amana katika majabali, mbingu, ardhi, zikaona uzito na sisi tukazionea huruma, zikajionea huruma na sisi tukazionea huruma kutoziba taklifu kama hiyo. Lakini taklifu kama hiyo akaibeba nani? Mwanadamu. Innahu kana dhaluman jahula. Akawa mwanadamu amejitia katika dhulma, maana amekuwa mwenye tabia ya kujidhulumu mwenyewe. Kwa nini kudhulumu? Kuchukua amana, kwa nini kudhulumu? Maana ukienda against na ile amana umejitia kwenye janga, na kujitia kwenye janga ndio umejidhulumu mwenye nafsi yako. Ni sasa una pesa, una afya, lakini unaiharibu afya yako, au ile pesa hufaidiki nayo. Ndio hiyo maana nini? Kujidhulumu. Kwa hiyo na wewe kwa kubeba hii amana umejidhulumu. Utaifanya ilivyo ndivyo au utaenda sivyo ndivyo? Ndio nakasema kama mimi amana kutoka intiqali al-amana, kutoka hii amana min marhat ar-risala, katika kipindi cha utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ila marhat khilafa, kuenda katika marhala au level au stage ya nini ya uongozi usiokuwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bishuruti al-mu'tabara, kwa sharti zake ambazo zinajulikana katika sheria. Nayo ni nini? Ni salama. Sharti kubwa sana ni ile salamatul khulafa, yani wale makhulafa wanakuwa ni wenye kusalimika kwa mambo ya aibu, kwa mambo ambayo yatawafanya wasiweze
qualified kuwa wao ni viongozi bilijtihad almashru' kwa kujitahidi kwao wa bisuhbati almuhassana na kwa ule ukaribu wao uliohifadhiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam bin nas an-nabawi wa matamshi yake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam khilal marahat ar-risala wakati mwenyewe yupo ajafa. Na tunaposema salamatul marhala maana yake ile salamatul khilafa dhatiha, ile dhati ya khilafa kama imekuja katika mfumo wa sheria au mtu amejichukia mabavu, hakuna mapinduzi hapo Kwa hiyo tunaposema kwamba marhatul khilafa maana yake salamatul khilafa, ile khilafa inapatikana kwa tunasema demokrasi, kwa rai, kwa kuchagua, sio kwa mabavu kama namna nyingine zinafanyika. Kwa hiyo kwa hata kuna masala yote wanakuwa na ijma'i, wanakusanyika masahaba wanasema jambo hili litakwenda kadha. Na ndio Mtume sana anatuambia kuliashiria hilo kwamba yeye atakapokufa kutakuja nini na itakuwaje, katika hadithi sahihi ambayo imepokea Imam Muslim, Abi Daudi na wengineo, katika Jami Saghiri pia ya Suyuti umetaja na wanachuoni wamezisahihisha hadithi kama hizi, kwa Albani miongoni mwao wamesahihisha hadithi kama hii kwa kusema kwamba Mtume anasema wa fiha yaqulu sallallahu alayhi wasallam khilafatun nubuwati 30 sana. Khilafa yani ile uongozi wa mtu mmoja ambaye alikuwa ameridhiwa utakuwepo huu kwa muda wa miaka 30, utakuwepo kwa muda wa miaka 30. thumma yu'ti Allahu al-mulk, kisha Mwenyezi Mungu ataleta mambo ya ufalme sasa, sio ule uongozi mulk ubosi ambao ndio watu wanakipenda wakati wetu. Khilafa, uongozi ambao ulikuwa hauna majambo kama hayo, maana yake ni ile leadership. Khilafa, uongozi ambao hauna, maana kuna tofauti ya mtu kuwa bosi na kuwa mtu leader, kuwa mtu ni kiongozi. Kiongozi maana yake ni problem solver, yani yeye anakuwa ni mtu anaangalia matatizo afanye nini, lakini bosi anakuwa yeye anataka kuhudumiwa, si sana mtu kutaka watatue matatizo. Katika kitabu moja vya adabu, katika kitabu vya adabu vinafundisha namna gani ya uongozi au namna gani ya kuishi na wazio wanadamu, imeandika ndio kwamba wana prefer sana kwamba unatakiwa be the leader and not a boss. Unatakiwa uwe kiongozi na usiwe mtaka huduma. Na kibosi unataka huduma, hata kijibegi chake hawezi kubeba, protocol lazima abebe na mwingine. Sasa leader daima anakuwa anaonea huruma watu wake, yuko tayari akose yeye lakini watu wake wapate. Ukijiona una hali hiyo kwamba uko tayari ukose wewe lakini watu wako wapate, ujue wewe ni kiongozi. Lakini kwamba wewe wengine wanyimike nipate mimi, ujue wewe ni bosi. Maana unakuwa na elementi kama hizo zisizokuwa sahihi. Kwa hiyo akasema kwamba thumma yu'ti Allahu mulka, kisha tauleta ufalme man yasha, kwa yule ambaye amtakaye kumpa, katika yule ambaye amtakaye kumpa. Sasa hii 30 ilikuwaje vipi? Kama tutaendelea tutajua. Wa fi dhalika, na katika hilo warada ma akhrajahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ametupa riwaya katika kauli ya mmoja watumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiitwa Safina, yani kauli Safina maula Rasul sallallahu alaihi wasallam yakula, anasema qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mtume alisema hivi, al-khilafatu fi ummati 30 sana, ule utawala bora, uongozi wenye haki utakuwa ni kwa muda wa miaka 30 tu. Sasa piga hesabu toka hiyo miaka
mpaka sasa tuko 1447. Khilafa imeisha lini? Yani imeisha zamani sana, 30 sana. Thumma mulkun baada dhalika, kisha itakuwa ni ufalme baada ya hapo, yani itakuwa ni pia na mabavu tu. Udhaifa bin al-Yamani naye ana riwaya yake kama mtu anasema awwalu dinikum, mwanzo wa dini yenu nubuwa wa rahma. Ni akhlaq. Tukisema nubuwa maana ni akhlaq, ni tabia. Nubuwa maana ule utume ule ni akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Nubuwa mwanzo itakuwa ni utume, maana ni akhlaq na tabia mzuri, wa rahma na kuna huruma. Thumma yakunu khilafata wa rahma, kisha itakuja khilafa na huruma pia. Ndio masahaba wakaona wanafanya tunu, wanafanya alama, wanafanya suguru, tunasema sisi wenyewe sasa, kwa kubeba mizigo, kuhudumia watu. Amirul Mu'minin alionekana na alama za kubeba mizigo kwa ajili ya kuhudumia watu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu na wengineo. Maana kwa nini wabeba khilafa wa rahma, wabeba ule uongozi na huruma juu yao. Tunatuambia baada ya kumalizika yeye itakuja khilafa, thumma mulkun wa rahma, kisha itakuja sasa ufalme na rahma. Kuna Ottoman Empire, dola ya Uthmania, ufalme lakini ndani kuna rahma, kila mtu apata haki yake, maendeleo yapo na mengineyo. Baada ya hapo thumma yakunu mulkan wa jabariya, kisha baada hapo utakuja ufalme wa ubepari, jabariya, maana kulazimishana tu, utaki hivi hakuna msaada. Saini contract hiyo kwamba ushoga ni biashara huru, utaki hakuna msaada. Itakuja ufalme huo mulku jabariya. Katika riwaya nyingine sasa mulkul adud, ufalme wa kutafunana hivi. Mtume sasa yote ametuwekea Mtume kwa sababu sisi tusiwe mmoja hao. Sio kwamba mageno tu rest kwamba Mtume kashasema bwana wewe unataka kufanya nini? Maana kwamba tusiwe miongoni mwa hao. Kwa level zote tusiwe, kuanzia ngazi ya juu mpaka chini. Kusudia mnake kutoka kwa president huko mpaka baba wa nyumbani. Uko ni bosi kazini, kiongozi kwenye kampuni, kwenye kadha, basi ufikirie maneno haya. Kwa Mtume anasema dini yenu ilivyo, mwanzo wake ni utume na rehema, kisha inakuja uongozi na rehema, kisha inakuja ufalme na rehema, kisha baada hapo inakuja ufalme wa nini? Al-adud, wa kutafunana, jabariya, wa kutozana nguvu. Aliokuwa na nguvu ndio mwenye final say. Sasa hayo tuangalie kiyama kipo au hakipo, kwa maana ndio mengi tunaisha. Sasa maana ya kukumbushana hadithi kama hizi ni vipi? Maana yake wewe uondoke kwenye hali hiyo. Ukiwa ofisini jaribu kuwa ni muongozi, usije kuwa ni mtu mtia dhiki watu, kwa sababu Allah amekupa. Hata watu wa nyumbani wale tunaambiwa wafanyakazi wa nyumbani, iko topic yao hasa. Mtume sasa anasema katika moja hadithi, hao Mwenyezi Mungu khawalakum, anawafanya kwa chini yenu nyinyi, fa'inuhu, wasaidieni wao, ila mtotibu, ikiwa hawatoweza zile kazi kufanya, wasaidieni. Kiwezekana wale mnachokula, wavae mnachovaa, na mkiona mna kazi mazidi wapeni msaada. Kazi yako umeona mfanya kazi mmoja itoshe, ongeza mwingine, ndio unakuwa pa msaada namna hiyo. Unaweza mwenyewe kumsaidia ndio kubeba, msaidie. Hivi ndio alikuwa mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndio tunasema hata ukitaka compare na watu wote ambao ni highly people's effective in the world, hauwezi kumpata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini alikuwa anaenda kwa kusuluhisha majambo, sio kwamba mimi ana kabirun fa'adhimun, mimi ndio mkubwa wenu mnitukuze. Haitakiwi tuwe hivyo.
Kwa sababu tukiwa hivyo tumeshaingiza kiama chetu, na tumesema kiama sasa mtu anakuwa nacho peke yake pia kiama. Warada aidan lama bana Rasul sallallahu alaihi wasallam Masjid al-Madina, mtume kumaliza kujenga msikiti wa Madina, jaa Abu Bakar bihajarin fawada'ahu, thumma jaa Umar bihajarin fawada'ahu, thumma jaa Uthman bihajarin fawada'ahu, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema haulai yaluna al-khilafa, akawatabiria haulai yaluna al-khilafa ba'di. Kwa nini? Yani labda nirudie kufasiri tena hii hadithi, kwamba hii hadithi ambayo ni hadithi aliyopokea Imam Naim ibn Hammadi katika Al-Fitan, mambo yatakuja fitna kwa fitniwa Waislamu na waumini, kwamba Mtume alipokuwa anajenga msikiti wa Madina, kujenga ule msikiti wa Madina, acha yule Kuba na mambo yake, msikiti wa Madina, wakati unafanya pilika za kujenga, akaja Abubakar, yani katika ile kufanya jambo lile, kama una Abubakar anabeba jiwe, yani anafanya tuseme kwa leo anabeba tofali au anabeba zege, katika ule ujenzi akaweka. Akaja Sayyidina Umar naye akabeba tofali au tuseme kwa Kiswahili akabeba zege akaweka. Akaja Sayyidina Uthman hivyo hivyo, akaja Sayyidina Ali hivyo hivyo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam haulai yaluna al-khilafa ba'di. Na hii hadithi mara nyingi sana ndio inatumia Ahlus Sunna wal Jamaa kusema kwamba hakuna kwamba Sayyidina Ali imepokonywa, alikuwa haki yake ni yeye, kwamba ndio apewe khilafa kwanza kabisa. Sasa sisi wenyewe Ahlus Sunna wal Jamaa kuna riwaya ambazo zimesihi tunazipokea kwa za masahaba, ule utaratibu uliokuwa huko sasa hivi ndio wako vile vile kwa ubora. Ama mtu ukienda katika personality yake, wana daraja tofauti, kila mmoja alikuwa na daraja tofauti ukimsikiza Mtume sasa anavyoeleza. Kama Sayyidina Bakari ambaye ndo amewashinda wenzie, Sayyidina Ali ambaye ndo mmoja katika watu ambao wenye firasa kubwa kuliko wenzie, kwa kila mmoja alipewa. Lakini tukija katika ile umoja wao na namna yao, ni nani alitoa ile khilafa, ndo hadithi kama hivi. Kwa hiyo alipokuwa mbeba majiwe, Mtume kaona hawa ni viongozi, hawa sio mabosi. Kwa hiyo haulai, akasema Mtume yaluna khilafati ba'di, haulai ndio watatawalia uongozi baada yangu mimi. Sasa Mtume tuambia miaka 30 utawala ulikuwaje, miaka 30 utakuwaje? Inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikia tutakuja, kwa sababu kila mmoja alitawalia miaka Sayyidina Umar miaka 2 na miaka 4, Sayyidina Abubakar miaka 2 na miezi 4, na wale wengine miaka 4 na miezi 6, mpaka unakuta unaipata ile 30 aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iko vile vile imepungua muda mmoja au miezi kadhaa, kesho tunakuja khilafa baada yake, ili sisi tuwe miongoni mwa hao, tusiwe miongoni mwa mabepade wa mabosi, tuwe viongozi. Kiongozi unakubali kushauriwa, unachukua rai kwa wengine, unaifanyia kazi, ukiona kuna shida unatafuta solution. Sio kuna shida wewe ni fire tu, huyu bwana atufai, nani atakayefaa? Wewe ndio utakuwa ni builderman, kwa unawajenga watu, kwa sababu mtu ana udhaifu huku lakini ana strength huku. Kwa unatumia strength yake kumjenga, aondoe ile weakness. Hivi ndio kwa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo machache Mwenyezi Mungu atujalie miongoni ambao yastamuna alqawla fayatabuna ahsana. Kutokana na dharura inawezekana kesho ikawa ipo darasa au isiwepo, kutokana na dharura ambazo Allah atufanyie pesi, tutaendelea kutufanyia upesi inshallah wiki ijayo. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا تأويل تفاسير، رزقنا عملا فيه يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا فيه يا رب العالمين. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا ما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف اكتب بنا فيما نزل إنك غفور تحب المسلمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.